Wanaweza kuchukia halmashauri kumbe kwa sababu ya mkurugenzi. Watu wanaweza kuchukia mkoa kumbe kwa sababu ya rasi katibu tawala wa mkoa au mkuu wa mkoa. Watu wanaweza kuchukia halmashauri kwa sababu ya mwenyekiti, kwa sababu ya... Sisemi kwamba muandike habari nzuri tu za serikali kila siku. Hapana. Palipo na mapungufu andikeni. Msisite kuandika habari za uchunguzi. Muhimu ziwe za kweli. Ndio maana ya kukubali kukosolewa. Msimlinde mtu, mtumishi au yeyote. Sidhani kwamba mkiandika uovu huo mtakuwa mmegombana na serikali. Hii serikali kimsingi haina simile na mtu ambaye anahujumu maendeleo. Kwa yoyote yule ambaye anahujumu maendeleo ya mkoa huu, hata kama ni mimi, niandikwe kwamba huyu rasi tuliye naye anakwamisha miradi kutekelezeka, anakwamisha juhudi za Mheshimiwa Rais kuleta maendeleo kwenye mkoa wetu. Huyu mkurugenzi au huyu mkuu wa wilaya au huyu mkuu wa mkoa anakwamisha maendeleo. Ni jukumu lenu ninyi kuandika, kumsisite, kwa sababu ninyi ndio ambao mnamulika. Jambo la msingi, usimuonee mtu. Ndivyo ambavyo kalamu zenu zinaweza zikajenga. Kujenga maana yake ni kuwaimarisha walio wema, wazidi kuwa wema. Kama kuna mtumishi anafanya vizuri, muonyesheni kwenye jamii kama mfano kwamba huyu anafanya vizuri, ina wengine waige wafanye kama yeye. Kama kuna mtumishi anafanya vibaya, muonyesheni kwenye jamii kwamba huyu anafanya vibaya, ili watumishi wa aina yake waogope kufanya hivyo ambavyo anafanya. Tuna miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye mkoa wetu. Yapo maeneo ambayo hatufanyi vizuri, na wapo watumishi ambao ni sehemu ya tatizo ya kutofanya vizuri. Msisite kutoa habari hizo. Sisi kama serikali tutafanyia kazi, na nyie kama wanahabari mna wajibu wenu, kwa sababu ndio tunajenga nchi hivyo sasa. Ndio msingi na falsafa ya maendeleo kwenye awamu ya 5. Na wala kwa kufanya hivyo haimaanishi kwamba mmegombana na serikali ya mkoa, wala haimaanishi kwamba mmegombana na serikali ya wilaya kwa maana ya halmashauri au kijiji. Hapana. Ni sehemu ya wajibu wenu kujenga nchi hii kwa kutumia kalamu, kwa kutumia kamera zenu. Mfanye kazi hiyo kwa uadilifu, bila kumuonea mtu wala kumpendelea, na mkifanya hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kufikia hayo maendeleo ambayo tunataka Songwe ifike. Tusifanye unafiki, kumsifu mtu wakati ni mwovu, wakati ni sababu ya kukwama kwetu. Tuna mambo makubwa ya kufanya kama mkoa, kama halmashauri, lakini hayo yanafanyika kwa ushirikiano wetu sote. Chukua mfano, Mheshimiwa Rais analeta hela za miradi ya kimkakati, inakaa miezi 7 fedha haijatumika. Inakaa miezi 7, yani inakaa sio miezi 7, miezi 9 fedha haijatumika, na ile ni mradi wa kimkakati ambao serikali imetoa ili kusudi halmashauri iweze kuongeza kipato chake. Kuripoti kwamba halmashauri hii imeshindwa kutumia hela hii, na kwa maneno mengine inahujumu maendeleo ya hawa watu, kwa sababu halmashauri ikikosa uwezo wa kipato, maana yake itashindwa kuhudumia watu wake. Lakini Mheshimiwa Rais amekuleteeni hiyo fedha, afu mmeshindwa kuitumia. Kwa sababu halmashauri ya Momba
umepewa fedha miezi 9, unashindwa kuitumia. Ni fedha ya mradi wa kimkakati kwa ajili ya kuleta maendeleo. Ni habari mbaya sana. Sasa kama vyombo ambavyo vinatumika kwa ajili ya kujenga maendeleo, lazima muonyeshe kwamba hili ni tatizo, kwa sababu miradi ile inapokuwepo inachochea hamasa ya maendeleo na uwezo wa halmashauri kuhudumia watu wake. Kwa miradi wapi ireje na ripoti vizuri kwamba hapa kuna tatizo, wahusika wachukuliwe hatua. Mbozi kama ripoti tufanye fisadi kwenye mambo ya kahawa, ni fact, ndio kweli, na kelele hizo hazikuishia hapa, ifika mbali na mpaka CAG akafanya uchunguzi na hatua zinaendelea kuchukuliwa. Lazima mfanye kazi ya kujenga nchi, na kujenga nchi sio kulinda mtu. Kujenga nchi ni kusimamia mambo yatekelezeke, juhudi za uongozi wa juu zifanane na uongozi wa chini. Kuna mismatch kati ya, lakini tusifiche kama kuna tatizo. Kama kuna uovu, kama kuna tatizo, isifichwe. Na kila mmoja asimame sehemu yake, atimize wajibu wake. Lakini anayemulika hayo ni nyie wanahabari. Nyie ndio mnamulika. Yamulikeni hayo ili mjenge soko yetu. Yamulikeni hayo ili mjenge mkoa huu. Uwajibikaji uwepo. Nitatoa ushirikiano wote kwa kadiri ya nafasi yangu. Kwa kadiri ya nafasi yangu kama katibu tawala, nitatoa ushirikiano wangu kwenu. Msisite kunifuata na kuniuliza. Kama mna jambo mnadhani limo ndani ya uwezo wangu kama katibu tawala, nitawasaidia ili tujenge klabu yetu kwa maendeleo ya Songwe yetu. Na hata kama mnafuatilia habari, hasa mimi napenda sana habari za ufuatiliaji wa utekelezaji wa maendeleo ya serikali yetu. Kama kuna mkurugenzi umekwenda kumhoji ataki kukupa majibu kuhusu jambo fulani, unaniambia. Watendaji wa serikali wanapaswa watoe ushirikiano. Dunia leo ni kijiji, huwezi kufanya maovu kayaficha. Na wananchi kwa kweli hawana sababu ya kukaa na kiongozi mbovu, afu baya zaidi anafichwa kwa gharama za umaskini wao. Kuna gharama kubwa sana kuwa na kiongozi mbovu. Ukiwa na mkurugenzi mbovu, tafsiri yake sio tu maamuzi ya kimakosa anayoyafanya ndio yahesabike kama hasara, lakini pia kuna hasara ya mazuri ambayo yangefanyika kama mngekuwa na mkurugenzi mzuri. Si kama mnaelewa hiyo? Mkurugenzi mbovu anaweza akatumia vibaya mali ya serikali ya bilioni 1. Yeye mkafikiri hasara ni bilioni 1. Lakini kuna hasara nyingine kiuchumi inaitwa opportunity cost. Gharama ya kuwa kama mngekuwa na mzuri, yale mazuri ambayo ingeyafanya pia kwa kuwa hayafanyiki, ni sehemu ya hasara ya kiongozi mbovu. Kwa hiyo mwanzo mkono ukubwa wa tatizo ni kiasi gani? Tumikieni taifa lenu kwa nafasi zenu. Kujenga nchi sio mpaka uwe katibu tawala. Kujenga nchi sio mpaka uwe mbunge au mkuu wa mkoa. Kujenga nchi, hata kalamu yako unaweza kuweka rekodi ya kujenga taifa lako na ukaheshimika duniani kwamba huyu ni mzalendo. Matumaini yangu ni makubwa kwenu. Ninaamini katika uwezo wenu, kwamba mnao uwezo wa kutumia kalamu zenu na vyombo vyenu kufikisha mkoa huu mbali. Nilikuwa nazungumza jana kwenye kikao cha kongamano la wawekezaji wa mkoa wa Songwe kwamba Mheshimiwa Rais alitupa changamoto siku moja kwamba hii taifa ni taifa kubwa sana,
na mikoa mingi, lakini nyinyi kama mikoa mnao uwezo sio tu wa kushindana kati ya mkoa na mkoa, lakini mnao uwezo wa kufikiri pakubwa zaidi, kama ni mapendi mkoa muendeshe. Huu mkoa ni mkubwa kuliko baadhi ya nchi. Mnaweza kabisa mkawa na mikakati na ndoto ya kufanya huo mkoa siku moja kuwa mkubwa. Nikisema mkubwa sio eneo, mkubwa kwa maana ya maendeleo kuliko baadhi ya nchi ambazo mlingana nazo, au sawa na nchi ambazo zilingana na mkoa wenu. Watu wanaweza kupoteza imani kwa sababu akisoma kwenye gazeti hachukuli kama jinsi kilivyo, tofauti na zamani. Anaanza kwanza kudadisi, kujiulizia kama hivi kilichoandikwa ni kweli. Kwa nini tufike huko? Si pasho tu kikiandikwa pale yaminike kama ni kweli. Tusitumiwe na baadhi ya wanasiasa, tusitumiwe na baadhi ya watu kwa maslahi yao. Tuandike habari ya ukweli na uhakika, ili kusudi tutunze heshima ya muhimili huu wa nne. Citizen journalism ambayo imeibuka sasa hivi, kila raia anaweza kuwa mwandishi. Ni changamoto kweli. Online TV, online is magazine, online ina changamoto kubwa sana ambayo inaitoa kwenye vyombo vya habari ambavyo ni mainstream. Leo kuna mtu hasubiri saa 2 TV akiangalia Taifa Habari saa 2, anahisi kama anaangalia marudio ambayo aliona kwenye simu yake tangu asubuhi. Kwa hiyo ile interest ina habari ya gazeti la kesho huyu ameshaliona tangu jana. Kwa hiyo social media ni changamoto kubwa sana kwenye mainstream media ambazo nyinyi mnazitumikia. Lakini hiyo yote inakupeni challenge ya kwamba sasa lazima mjipange zaidi ili muwe na kitu tofauti. Ili mtu ataendeleaje kuangalia kusoma gazeti lako au TV yako au radio yako kama simu yake ni zaidi ya TV na radio. Kwa ifanye sasa hiyo radio ambazo mnazitumikia ninyi ziweze kuonyesha tofauti, na hivyo ule umuhimu wa kubaki mtu anasikiza radio ubaki, umuhimu wa kuangalia Taifa Habari kwenye TV ubaki, na changamoto kama hizo. Mimi niwaombeni tu waandishi wa habari fanye kazi kwa weledi, hakikisha kwamba tunaitangaza Songwe yetu ionekane, maana ni mkoa mpya leo na Mheshimiwa Rais. Sasa kazi kubwa iko kwetu sisi sote wana Songwe, hakikisha tunaijenga Songwe yetu, na waandishi wa habari ndio na kazi kubwa. Kalamu yenu na maneno yenu yakitumika vizuri yatatupeleka mbali sana. Kikubwa tuhakikishe sisi wote tunaibeba Songwe kwa pamoja. Bebe Songwe yetu kwa pamoja, ili muda wetu unapoisha labda ulezi, lakini ionekane tumeacha alama za kujenga mkoa wetu wa Songwe katika hali ya uendelevu. Tuhakikishe kwamba tunaipita hata mikoa mingine. Nimeona mwaka jana mlifanya kazi kubwa nzuri sana ya kutangaza Kimondo. Kimondo kilikuwa miaka mingi, tulijaribu kukisukuma lakini hatukuweza. Wakafika viongozi wakubwa wakakisukuma, lakini kupitia waandishi wa habari naona Tanzania nzima wamejua, na nje ya Tanzania wamejua kuna Kimondo kipo huko. Kwa sababu nini? Waandishi wa habari mlifanya kazi kwa kujituma sana. Bado vivutio vingine ambavyo vipo katika mkoa wa Songwe inatakiwa mvitangaze, na yote itapelekea kwamba wawekezaji mbalimbali na watu ambao wanatamani kuja kukaa Songwe na kuwekeza, basi nyie itakuwa ndio chachu ya kuwavuta. Kwa hiyo tunategemea nyie waandishi wa habari tushikiane pamoja. Mimi naombeni tuungane pamoja, kama nilivyosema mwanzo hapo, tufanye kitu ambacho watasema kweli tupo mkoa wa Songwe na tunafanya kwa ajili ya Tanzania yetu, ili kuhakikisha kwamba tunakwenda pamoja na Mheshimiwa Rais. Jamani, asante sana.